Lugani. Safi, unaendeleaje? Poa sana. Mmoja kati ya mashabiki wenye mvuto ambao wanaheshimika ndani ya klabu ya Simba ni Agi Simba. Sasa kuelekea kwenye Simba Day ambayo itafanyika mwezi wa 8 tarehe 8. Kwa upande wako umepokea vipi hizi taarifa na ungetamani Simba Day ya msimu huu ifanyike kwa namna gani? Huwa tarehe rasmi ya kilele cha Simba Day huwa ni tarehe 8. Kwa hiyo mwaka huu pia nafikiri tumeenda sawa na tarehe kamili ya kilele cha Simba Day. Tofauti na miaka miwili nafikiri iliyopita tarehe zilikuwa zikibadilika. Kwa hiyo ni siku ya Simba Day, ni siku ya wanasimba, ni siku ya kukumbukwa na ni siku ambayo ni nzuri kwetu sisi kama mashabiki kwenda kuwafahamu wachezaji wetu wapya waliosajiliwa, waliobaki kwenye kikosi, pia kutazama burudani mbalimbali na mambo mengine mengi, hasa pia burudani ya soka kuelekea msimu unaokuja. Kwa hiyo kwetu sisi kama wanasimba ni siku ya kipekee na ni siku nzuri, na kwa kweli tunafurahia. Ni siku yetu, ni siku ambayo huwa tunajiandaa kama wanasimba. Tutakuwa tutavaa jezi mpya, watu watakuwa wamenunua jezi mpya na mambo mengine. Kwa hiyo ni siku ya furaha na ni siku ya wanasimba. Watu wamezoea kama ambavyo mweza kusema Agi Simba. Kwa wewe ambaye ni mwanachama wa klabu ya Simba, ambaye umekuwa ukijitoa kwa vitu vingi kwa muda mrefu sana, ungependa vitu gani vibadilike ndani ya Simba Day iwe ya tofauti na Simba ambazo zimeshapita? Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinajirudia vile vile, maana kama hakuna ubunifu. Kwa upande wako ungetamani kitu gani kiongezeke? Ubunifu upo. Huwezi kusema Simba Day ya mwaka 2020 ni sawa na Simba Day ya mwaka 2025 ilikuwa imefanyika mwaka jana. Kwa hiyo ubunifu upo. Waendelee kuboresha na kuweka ubunifu pia mbalimbali uendelee kuwepo. Hakuna kwamba kusema Simba Day ya mwaka fulani iko sawa na Simba Day fulani. Hamna, kila Simba Day imekuwa na utofauti mkubwa. Ila kwa Simba Day ya mwaka huu kuna utofauti ambao wanasimba hawatakuwepo wengi kuja kutazama Simba Day kwa sababu ya uwanja tunaotumia. Uwanja tunaotumia unajaza watu almost kama watu 19,000. Alafu uwanja wa Taifa ambao tulikuwa tunautumia miaka yote unajaza watu 60,000. Maana na uwanja ulikuwa unajaa. Sasa nilichokuwa najaribu kutafakari na kufikiria hapa tofauti kwa sasa hivi ni issue ya uwanja. Nafikiri jambo la kufanya yani hakuja kitofauti zaidi ni msimu huu mabadiliko makubwa yafanyike kutokana na kwamba uwanja ni mdogo na wanasimba wengi wanataka kuhudhuria Simba Day. Ningeshauri tu kwenye hicho sehemu kwamba mikoa mbalimbali hata kuwe na sehemu maalum kama big screen, waweke kila mkoa sehemu au katika wilaya mbalimbali watu wanasimba ambao wangekuwa wanakuja kwa ajili ya Simba Day waweze kujikusanya sehemu mbalimbali ili waweze kuangalia matukio ambayo yatakuwa yanaendelea uwanja wa Uhuru. Kwa hiyo ninaamini kwamba si kila mtu atakuja kwenye hiyo Simba Day kwa sababu uwanja ni mdogo na tiketi najua zitaisha mapema sana kutokana na udogo wa uwanja. Kwa hiyo kama klabu wafikirie, waone ni namna gani wanaweza kufanya mikoa mbalimbali au mikoa mingine ikashiriki Simba Day kwa kuweka big screen katika maeneo mbalimbali ili watu waweze kutazama Day. Hiyo ndio kitu ambacho nafikiri safari wanatakiwa nayo huo ndio ubunifu pia mkubwa ambao unatakiwa ufanyike kuelekea hii Simba Day ya mwaka huu, kwa kutokana na udogo wa uwanja, kutokana na kwamba uwanja wa Taifa uko kwenye matengenezo. Naona kama ulitaka kuelekea kwamba kwenye viwanja hivyo ambavyo vitakusanyika watu wengi sana kuepo na Zoom, manake watu wa mikoa labda Arusha wamekusanyika sehemu fulani wanaonekana kwenye labda kwenye tukio la hapo kwa papo likionekana hapo uwanja wa Mkapa, yani watu Mtwara wapo wapi, yani wote wanaonyesha shangwe ni kama wote wao kwenye tukio moja. Ulikuwa unaelekea huko au unaonaje? Yes. Yani wote ni kwamba tulikuwa tunaona kwa mfano kama kwenye kombe la dunia tulikuwa tunaona kuna timu zikicheza pale uwanjani walikuwa wanaonyesha matukio ambayo yanatokea kwenye sehemu mbalimbali kwenye hizo timu ambazo ziko zimejikusanya sehemu mbalimbali, mashabiki walipojikusanya. Kwa hiyo wale watu wanaokuwa kwenye hiyo mikoa mbalimbali yale matukio yao yanarushwa direct pale uwanja wa Uhuru, watu wanaona nini kinaendelea, nini kinafanyika. Nafikiri Simba tulishawahi kuwa na tuliwahi kufungiwa mashabiki kuingia uwanjani, tukajazana pale Yanga, tukawa tunafuatilia mechi kupitia pale. Lakini
yale matukio yanarushwa pale, watu wako pale wanafanya nini, yani kila mkoa kila mahali wanakuwa wanarusha yale matukio makubwa, watu wako sehemu fulani wanafanya hiki kinaonekana. Nafikiri hicho ndio kitu ambacho nitamani pia kiwepo na kionekane, ili kuonesha utofauti mkubwa na kuonesha